Benjamin Netanyahu, anayejulikana sana kama Bibi, ni mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya kisiasa ya Israel na pia mmoja wa viongozi wa taifa hilo wanaobishaniwa sana kimataifa. Kwa zaidi ya miongo miwili, yeye ameongoza kupambana na migogoro, kuibua mjadala mkali kuhusu siasa za ndani na uhusiano wa Iran, Palestina, Marekani na Umoja wa Mataifa. Benjamin Netanyahu alizaliwa tarehe 21 Oktoba 1949 mjini Tel Aviv, Israel. Familia yake ilitoka Poland na jina la ukoo awali lilikuwa Melekowski, jina lililobadilishwa kuwa Netanyahu wakati baba yake alipoingia Palestina ili kubainisha utambulisho wa Kiyahudi. Familia yake ilikuwa ya kisiasa na yenye ushawishi mkubwa. Baba yake Benzion alikuwa mwanahistoria maarufu. Netanyahu alikuwa wa katikati ya watoto watatu na alikuwa akiishi sehemu ya utoto wake Marekani, Philadelphia, wakati baba yake alifundisha huko. Alirudi Israel wakati wa vita, akajiunga na jeshi na kuanza safari yake ya muda mrefu ya uongozi. Mnamo mwaka 1967, Netanyahu alijiunga na jeshi la ulinzi la Israel IDF na kuhudumia katika kikosi maalum cha operesheni Saireti Matkali, kikosi cha siri ambacho kilishiriki kwenye operesheni za kukomboa mateka na kazi hatari nyingine. Huduma hii ilimpa sifa ya ujasiri na kujitolea kwa usalama wa taifa. Baada ya huduma hiyo, alisoma chuo kikubwa MIT nchini Marekani, akapata shahada ya usanifu na shahada ya uzamili ya usimamizi wa biashara. Alianza hata kazi kuelekea udaktari wa siasa, ingawa hakuumaliza. Netanyahu alianza safari ya kisiasa akiwa balozi wa Israel kwenye Umoja wa Mataifa miaka ya 1980. Hapa alijieleza kimataifa na kujifunza ustadi wa diplomasia. Kwa kuwa msimamo mkali wa kulinda maslahi ya Israel, alifanikiwa kulinda ujumuishwaji wa kumbukumbu za vita vya pili vya dunia kuhusu uhalifu wa kiitikadi ya Nazi. Mwaka 1988 alichaguliwa kuwa mbunge wa kwanza wa Senate, bunge la Israel, kwa chama cha Likud na baadaye akawa kiongozi wa chama hicho mwaka 1993. Harakati yake ilijengwa kwa msimamo mkali wa usalama wa siasa za mrengo wa kulia, akipinga makubaliano ya amani yaliyoonekana kama hatari kwa usalama wa taifa. Netanyahu alishinda uchaguzi mkuu na kuwa waziri mkuu wa Israel kwa mara ya kwanza mwaka 1996, akiwa mmoja wa wanasiasa wachache ambao walipata nafasi hiyo mapema katika utawala wao. Kwa kipindi cha miaka mitatu, aliongoza sera za usalama, uchumi na diplomasia. Baadaye, licha ya kushindwa kidogo kisiasa, alifanya kazi kama kiongozi wa upinzani na pia akawa waziri wa mambo ya nje na baadaye waziri wa fedha, hatua ambayo ilileta uzoefu mkubwa ndani ya serikali. Netanyahu alirudi madarakani mwaka 2009. Aliongoza Israel kwa kipindi kirefu sana hadi mwaka 2021 na kisha tena kupewa nafasi ya tatu kuongoza serikali mwaka 2022. Kwa ujumla, hii inamfanya kuwa waziri mkuu ambaye amekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi tangu Israel ilipopata uhuru wake. Katika kipindi hiki kirefu, Netanyahu alijitahidi kuimarisha usalama wa taifa, kupinga mpango wa nyuklia wa Iran na kuzuia kuundwa kwa taifa la Palestina bila utambuzi na ulinzi uliokubaliwa vikali. Sera hizi zimekuwa chanzo kikuu cha upinzani na pia za sifa kutoka kwa wafuasi wake ndani na nje ya Israel. Miaka ya hivi karibuni, Netanyahu amekumbana na changamoto kubwa za kisiasa na kisheria. Kuanzia 2019, alikabiliwa na mashtaka ya ufisadi, rushwa na ukiukwaji wa uaminifu kutokana na uhusiano wake na wafanyabiashara wa vyombo vya habari. Kesi yake imekuwa ikifanyika mahakamani tangu mwaka 2020, moja ya kesi kubwa za ufisadi dhidi ya kiongozi wa taifa lolote katika historia ya Israel. Anadai mashtaka haya ni uchawi wa kisiasa, akikanusha kila shtaka na kudai limepangiwa kudhoofisha uongozi wake. Wakati huo huo, baadhi ya wanasiasa wa upinzani wanamkosoa kwa juhudi zake za kubadilisha mfumo wa sheria ili kutengeneza zaidi udhibiti wa serikali juu ya mahakama. Hivi majuzi, Netanyahu hata aliomba msamaha kwa rais ili kujaribu kumaliza kesi hiyo kabla ya uchaguzi ujao, jambo ambalo limegawanya sana umma wa Israel kwa kushika vichwa vya habari duniani kote. Mbali na kesi za ndani, Netanyahu pia
amebeba uzito wa mgogoro mkubwa wa kimataifa, hususan vita na makundi kama Hamas katika ukanda wa Gaza, Hezbollah nchini Lebanon, Wahouthi nchini Yemen, pamoja na makundi mengine kutoka Iraki na Syria. Kufuatia shambulio kubwa la Hamas mwaka 2023, serikali ya Netanyahu ilijibu kwa kampeni kubwa za kijeshi, na suala hili limeibua mijadala mikali kuhusu usalama, haki za binadamu kimataifa na mustakabali wa amani ya Mashariki ya Kati. Aidha, uhusiano wake na mataifa makubwa kama Marekani umegawanyika mara kadhaa, mara mwingine akipata usaidizi mkubwa na mara nyingine akishutumiwa kimataifa kutokana na sera zake na mgogoro wa Gaza. Netanyahu anaendelea kuwa mtu mwenye nguvu kubwa kisiasa, akishikilia nafasi ya uongozi licha ya changamoto kadhaa. Wafuasi wake wanamuona kama mlinzi wa taifa, mpinzani wa itikadi za adui na mbobezi wa kisiasa. Wakosoaji wake wanamuona kama kiongozi aliyebadilisha demokrasia ya Israel, kukiuka kanuni za haki na kuifanya nchi kuwa na mwelekeo mkali wa mrengo wa kulia. Kwa hivyo, jina la Benjamin Netanyahu halitaachwa tu kama waziri mkuu mwingine wa Israel, bali kama sura iliyobadilisha siasa za nchi hiyo, ikageuka kushikilia nguvu na kuvaa utata wa mizizi yake yote ndani na nje ya mipaka ya Israel.